Ni mwendelezo wa kampeni za mgombea urais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo leo ikiwa ni siku ya pili hapa jijini Mwanza akizungumza na Watanzania kuhusiana na kunadi na kuomba kura au ridhaa kwa Watanzania, hususan wakazi ama wananchi wa jiji la Mwanza. Tuko hapa viwanja vya Nyamagana na tunafahamu baadhi ya viongozi ambao wanamaliza muda wao, lakini pia wengine ambao wanaomba ridhaa kwa Watanzania wako hapa. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo ametusaidia. Kazi nzuri na nyingi zimefanywa na serikali ya awamu ya 6 kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita. Matumaini yangu kwa Wananyamagana ni kwamba tunakwenda kufanya kazi nzuri, ikiwa ni mwendelezo wa kazi nzuri zote zilizofanywa kwa kipindi cha miaka 5. Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta fedha nyingi sana za miradi, na kila sekta ambayo inagusa maisha ya wananchi wa Nyamagana zote zimeweza kuguswa. Kianza na sekta ya maji, Mama Samia ametugusa. Sekta ya miundombinu ya barabara ametugusa. Swala la uwezeshaji wananchi kiuchumi ametugusa. Lakini kwenye swala la sekta ya elimu, shule za sekondari na msingi zimejengwa. Matumaini yangu kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi wa mwaka 2025-2030 yapo mengi na mazuri ambayo yameelezwa, ambayo hata ukiyatizama yanatekelezeka. Kwa nina imani kubwa sana kwamba kulingana na kazi tunayokwenda kuifanya, Wananyamagana wanaenda kulizika na kasi ya maendeleo ambayo tunakwenda kuitekeleza kwa kipindi cha miaka 5. Endapo utapata ridhaa ya kuongoza au kuwa mbunge wa jimbo la Nyamagana, kitu chako kipaumbele cha kwanza ni kitu gani kwa Wananyamagana? Jambo la kwanza, tumekubaliana. Nimekwisha kufanya mikutano ya hadhara mpaka sasa 56 kwenye jumla ya kata 14. Kote huko nimepata fursa ya kuzungumza na wananchi, nimepata fursa ya kusikiliza kero na changamoto zao. Yapo mambo ambayo nimejionea kwa macho na yapo yala ambayo wananchi wameniagiza niaseme. Tumekubaliana ya kwamba afya iendelee kufanywa kazi, elimu iendelee kufanywa kazi, lakini vipo vipaumbele viwili tu ambavyo ni muhimu kwa jimbo la Nyamagana. Kipaumbele cha kwanza ni miundombinu ya barabara. Jimbo letu la Nyamagana na wilaya yetu ya Nyamagana ina jumla ya mtandao wa barabara wa kilomita 1025, lakini mpaka sasa barabara zilizojengwa kwa kiwango cha lami ni kilomita 61.719 peke yake. Maana yake Nyamagana wamenituma, wananchi wameniomba sana tujielekeze na tuweke nguvu kubwa kwenye ujenzi wa miundombinu ya barabara. Pale zinapohitajika lami tuweke, barabara za zege, na pale zinapohitajika barabara za mawe tujenge. Lakini kipaumbele namba 2 ni suala la maji. Tunafahamu Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi nzuri sana upande wa sekta ya maji. Mradi wa Butimba kwa maana ya chanzo kipya cha maji kimekamilika na kimeigharimu serikali ya Tanzania zaidi ya fedha za Tanzania bilioni 71. Kukamilika kwa mradi huu ni kielelezo tosha na ishara njema ya kwamba changamoto ya maji kwenye jimbo la Nyamagana inakwenda kupungua kwa kiasi kikubwa sana. Lakini tunao ujenzi mpya wa matenki matatu, tenki la Nyamazobe, tenki la Buhongwa pamoja na tenki la Fumagila. Haya yanakwenda kutekelezwa, na kwa mujibu wa mkataba pake inapofika mwakani 2026 miradi hii ya ujenzi wa matenki haya matatu utakuwa umekamilika. Na kwa mantiki hiyo shida ya maji itakuwa imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Ahadi yako sasa kwa Wananyamagana wanakwenda kukupa ridhaa ya kuwa mbunge wao, ahadi yako ni nini? Ninachoweza kuahidi Wananyamagana, jambo la kwanza tuamini yale yaliyoko ndani ya ilani tutayafanya, na yaliyoko nje ya ilani tutatumia mbinu nyingine kuhakikisha tunayatekeleza. Ninachoweza kuahidi ni kwamba nitakwenda kushirikiana na uongozi wa jiji la Mwanza, nitakwenda kuipana serikali ya Samia Suluhu Hassan ili iweze kuzitoa hizo fedha. Ninachoweza kuahidi, kama ambavyo nilikuwa napita kwenye kampeni nilikuwa nasema, mpaka 2030 tunavozunguka kwenye mitaa yote 172 ya jiji la Mwanza, changamoto ya maji itakuwa imepungua walau kwa zaidi ya 95%. Barabara, mategemeo yangu angalau tukipata kilomita 50 tu tunakwenda kuifungua Nyamagana na jiji la Mwanza linakwenda kuwa la kisasa. Lakini kilio kikubwa pia, kabla sijachana na wewe, kwa wana Mwanza ni maji, hususan maeneo ya Buhongwa, Igoma na maeneo mengine. Hili pia hili umelitazama vipi pia kwenye mpango kazi wako? Kama ambavyo nimesema, kupitia kukamilika kwa ujenzi wa chanzo kipya cha mradi wa maji Butimba, tayari kuna miradi ya ujenzi wa matanki madogo madogo ambayo yako kwenye kata 3 ndani ya jimbo letu la Nyamagana. Ukianza na tanki la Nyamazobe,
Ukienda kwa watu Buhongwa, wana tanki lao lenye uwezo wa kuzalisha mita milioni 10 kwa siku. Lakini tunacho chanzo kingine cha tenki la kule Kumagila. Yote haya ni maeneo ya minuko, nako linajengwa tenki lenye uwezo wa kuzalisha lita milioni 10 kwa siku. Tafasiri yake ni kwamba watu wa Buhongwa, watu wa Rwanyima, watu wa Kishiri pamoja na Manyamazobe mpaka kufikia mwakani mwezi wa 9 na wa 10 watakuwa na uhakika wa kupata maji safi na salama. Unakwenda kuvaa viatu vya mtangulizi wako Mabula, najua nyinyi ni washikaji by the way. Vipi hapo, umejipanga vipi? Je, vitakuenea au vitakukwaya? Kwanza nina deni kubwa. Kaka yangu Stanislaus Mabula amefanya kazi nzuri sana. Zipo alama za kudumu ambazo wameziweka Nyamagana. Nataka niwahakikishie wananchi, kwanza nitaendelea kazi nzuri ambayo ameifanya Mabula, lakini pia nitaendelea kubuni miradi mingine nje na hii ambayo imefanyika. Ameisogeza sekta ya maji kwa asilimia takriban 20, na mimi kazi yangu ni kuisogeza kwa zaidi ya asilimia 30. Kwa hiyo niwahakikishie tu ya kwamba zile kazi zote nzuri ambazo zinatakiwa zifanyike jimbo la Nyamagana, barabara, maji, masoko, vyote tutavijenga. Na mimi ninapokwenda kumaliza kipindi changu cha miaka 5, itakuwepo alama ambayo watu wema wa jimbo la Nyamagana watanikumbuka kwa kipindi chote. Mimi naitwa Halima Idi Nasoro, ni mgombea ubunge viti maalum nikiwakilisha wafanyakazi wote binafsi na serikali Tanzania nzima. Tuko hapa kama mlivyoona, tumempokea mgombea wetu urais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Amenadi sera, amenadi ilani na utekelezaji wake, mambo aliyoyafanya kuanzia mwaka 2025 mpaka. Tunafahamu wewe ni miongoni mwa wabunge ambao wachache ambao wamepata nafasi au ridhaa ya kuteuliwa kuwa kugombea katika nafasi ya wafanyakazi taifa. Pengine nafasi hii utaenda kuwasemea nini wafanyakazi taifa kwa ujumla? Kiukweli mgombea wetu urais Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya mengi kwa wafanyakazi. Yaani mpaka anaishiwa maneno. Amepandisha madaraja, ameongeza mishahara kwa kiwango cha maana, ameturahisishia uhamisho yani wa mkoa kwa mkoa, wa ndani ya mkoa pia. Ameturahisishia wafanyakazi kupata mikopo, ametuongezea ajira, ameajiri takriban kwa mwaka takriban ajira ya watu milioni 8 tangu chini ya uongozi wake, tangu alipochukua nchi hii mwaka 2021 mpaka 2025. Kwa hiyo tukisema sisi, ukikumbuka siku ya wafanyakazi Mei Mosi mwaka huu, tulimwambia mama sisi hatukudai, hatuna deni, lakini basi kwa sababu ni watoto huwa hawaishiwi kuomba, na tunaamini mama ni nguvu ya familia, mama ni nguvu ya wafanyakazi, lakini mama ni nguvu ya taifa. Basi tutamuomba ombi dogo tu ambalo ni la sisi watumishi tunakuwa tunahamishwa mara kwa mara, tunapelekwa mkoa fulani na ni mbali, ukikuta natolewa Dar es Salaam naenda Mbeya, basi wakati mwingine waajiri wetu wanachelewa kutulipa yale mafao ya kuhama, hela za likizo pia zinachelewa. Kwa hiyo tu ili waajiri wetu waharakishe malipo yetu pindi wakati tunaenda kuanza vituo vipya na pale ambapo tunaenda kwenye likizo zetu. Lakini cha pili, sasa hivi mama, kuna mfumo umeanzishwa wa PEPMIS, wafanyakazi wanafahamu. Mfumo huu ndio sisi unatuongoza kwa kila kitu, kupanda madaraja, kuongeza mshahara, yani kufanya kila kitu. Unaonyesha kazi ninazofanya za kila siku na asilimia zake. Kwa hiyo mifumo hii wakati mwingine network huwa haiko sawa. Sasa wafanyakazi inatuletea ugumu kwa sababu kazi zetu sasa zinategemea mfumo huu. Kwa hiyo tunamuomba mama, kwa sababu ameshafanya mengi, yani mengi hatumdai, lakini kwa haya tu mawili, malimbikizo ya likizo, lakini pesa za uhamisho pale pindi mfanyakazi anapohamishwa, lakini hili la PEPMIS kupeleka mifumo hii kwenye sehemu ambayo haipo, lakini kuangalia network yake inapatikana mara zote, ili sisi tuwe tunaingiza data zetu na kazi tunazozifanya kwa kila kitu. Kwa kufanya hivyo, unatambua wafanyakazi tunachangia maendeleo ya taifa letu. Sisi ni wapiganaji kweli kweli. Kwa kufanya hivyo, tutaongeza kasi
ya uchumi wa nchi yetu, kama ambavyo tumeshaongeza miaka iliyopita. Uchumi wetu uliongezeka kwa takribani 5.5%, wakiwepo wapiganaji hawa. Sisi wafanyakazi tumeongeza kwa kufanya kazi kwa bidii na juhudi zetu zote. Meya mstaafu, mambo vipi brother? Safi brother, kwema? Nzuri. Birika zendaje? Mungu mwema kabisa. Nimefurahi kukuona pia. Mimi pia kaka. Tupe taswira ya miaka 5 iliyopita. Tunafahamu sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi. Wewe ulikuwa ni meya wa jiji la Mwanza hapa. Tathmini ya miaka 5 ikoje kwa haraka haraka? Kwanza mimi naitwa Sima Konstantini. Nimehudumu kama mstahiki meya wa jiji la Mwanza kwa miaka 5 iliyopita. Lakini pia nilikuwa makamu mwenyekiti wa ALAT Taifa na diwani wa kata Mhando. Kwanza kwa miaka 5 yote ambayo tumekuwepo hapa imekuwa ni kitovu cha kanda ya Ziwa. Tunaposema kitovu cha kanda ya Ziwa si tu sababu ya location, sababu ya miradi ambayo imeenda kutekelezwa hapa. Sisi ni mashuhuda wakubwa. Moja ya maeneo ambayo tumekuwa tunachangia pato kubwa katika taifa ni kanda ya Ziwa. Lakini Mwanza tumepewa upendeleo mkubwa sana na Mheshimiwa Rais, ambapo leo sisi kama jiji la Mwanza yapo mambo na miradi ya kimikakati ambayo imefanyika ndani ya jiji la Mwanza ambayo inatokana na serikali kuu, lakini pia na mapato ya ndani. Na sisi kama jiji la Mwanza ni moja wa wanufaika wa mradi kama soko kuu, stendi, na haya yote kipindi Magufuli anaondoka ilikuwa imefanyika kwa kiasi kidogo sana. Kwa hiyo kazi zote hizi Mheshimiwa Samia Suluhu alienda akazifanya na kuzimaliza. Lakini kwa mara ya kwanza Mwanza jiji ndio tumekuwa watu wa kwanza ku experience ujenzi wa madarasa kwa mfumo wa magorofa. Haya mambo hayakuwepo, lakini sababu ya support kubwa ambayo tunaipata kutoka katika Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Na haya yote ni mapinduzi ambayo kila mtu ambaye anatokea kanda ya Ziwa alitamani kuyaona yakitokea kanda ya Ziwa. Leo sisi tunapokuja kumwambia Samia tunakupa kura, hatumpi kura sababu ni mwenyekiti wa chama, lakini tunampa sababu ya mapinduzi makubwa ambayo amefanya katika kipindi chote hicho. Matumaini yenu sasa kwa miaka 5 ukiwa pia kama mgombea udiwani, lakini ukiwa wakilisha wananchi wa kata yako, matumaini kwa miaka 5 ijayo yakoje kwa jiji la Mwanza? Kwanza, moja ya jambo ambalo tumeendelea kulisisitiza sana ni uboreshaji wa miundombinu. Miundombinu ya barabara tulifanya kiasi chake, lakini ahadi yetu kubwa, ilani yetu ya kipindi hiki 2025-2030 imeainisha miradi yote ambayo tunategemea kwenda kuifanya ndani ya miaka 5 inayokuja. Kwa hiyo upande wa huduma za afya tumekamilisha, upande wa shule tunaendelea kufanya maboresho, na upande wa miundombinu ambayo imekuwa ni changamoto kubwa sana sambamba na swala zima la maji. Yes. Sawa. Sasa hivi pia ni miongoni mwa watu ambao unaomba nafasi au ni diwani mteule. Kipi ambacho utaenda kuwafanyia wananchi wa kata yako kwa miaka mingine 5 endapo watakupa ridhaa? Kata Mandu ni moja ya kata ambazo hakika kazi tuliyoifanya na kazi tunayoendelea kuzifanya ni kazi ambazo zinaonekana. Moja ya jambo kubwa ambalo tumekuwa nalo changamoto, nimegusia hapa, ni swala zima la maji. Hii imekuwa ni changamoto, lakini sababu ya miradi ambayo imeanzishwa, ukiwepo mradi wa mkakati wa Butimba, tunategemea changamoto hizo tunaenda kuimaliza kwa kiasi kikubwa, lakini pia na uboreshaji wa barabara zetu ambazo zimekuwa na changamoto kubwa sana kipindi chote. La mwisho, mbinu gani ambazo unazitumia kuhakikisha wananchi wa kata yako hususan Mandu wanapata uelewa kwenda kupiga kura ifikapo Oktoba 29? Katika wakati wote tumeendelea kufanya kampeni za nyumba kwa nyumba, kufika kila eneo, lakini pia kutumia makundi mbalimbali kwa ajili ya uelimishaji. Mbali ya mikutano ya hadhara, lakini tumeamua tuingie ndani na kuendelea kuwaelimisha wananchi wajue haki yao ya kuchagua ni kuchagua maendeleo ndani ya miaka 5. Unapoacha kwenda kupiga kura, manake umejinyimia au umejibania nafasi ya maendeleo kwa miaka 5 inayokuja. Sawa, mimi nakushukuru sana brother. Asante sana. Shukrani sana.